Amen. We thank the Lord because of this particular day. I thank the Lord because of this opportunity that He has given me. So we continue with James chapter 3. Na leo my teaching is labeled Master Jesus. Let us pray. Father, thank you so much because of this wonderful day. Thank you because of your blessing. Thank you because of your love. Thank you because of even your word, Father. As you speak to us, Father, may it have a place in our hearts in the mighty name of Jesus Christ. May our hearts be fertile soils, good fertile soils, that, Father, we may receive your word and we may bear fruit. In Jesus' name I pray. Amen. So James chapter 3, verse 1 and verse 2. King James inasema na Kizungu, my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Kwa Kiswahili inasema, ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi zote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia mwili wake wote kwa lijamu. Recently hii weekend kuna watu wawili watatu nimekuwa nikiongea na wao, nikiwaambia wakuwe serious na kanisa. Wengine waliacha kukuja kanisa, na nikikutana na wao najaribu kuwaambia, nyinyi ingia, rudi kwa kanisa, rudi kwa church. Najaribu kuongea na wao, najaribu kuwaambia hii kenye unafanya na matendo yako si poa. Wachana na hiyo matendo, itakuumiza baadaye. Itakuumiza baadaye. Wachana nayo, wachana na hii tabia, wachana na hii menendo, wachana na marafiki wanakaa hivi. Wacha 1 2 3. Hii weekend nilijipata nimeongea na watu kadhaa juu ya hiyo mambo, na penye nilimaliza kuongea na wao, niligeukia rafiki yangu mmoja, and then tukakuwa tunaongea na huyo rafiki yangu, na tukakuwa tukiongelelea venye wakati unaambia mtu kitu, especially mambo ya Mungu, wakati unaongea na mtu mambo ya Mungu, wakati unajaribu kuencourage mtu aachane na njia ya uovu, akuje kwa Yesu, akuje kwa kanisa, aachane na njia ya dhambi, wakati unajaribu kuencourage mtu, unajipata like, sometimes watu wanakuanga vichwa ngumu. Watu hawataki kusikia, watu hawataki kuambiwa, watu hawataki kuchange, watu wanataka tu kubaki the same way venye wanaishi tu life yao. Mtu hataki kuokoka, mtu hataki kuingia kwa kanisa. Na mimi na huyo rafiki yangu tulikuwa tu we were just pondering about that. And then nikaambia huyo friend yangu, nikamwambia, unajua hata kama venye mimi naambia watu waingie kwa kanisa, waachane na njia zao mbaya, waachane na dhambi, hata mimi nisipoachana na dhambi, nisipoachana na njia zangu mbaya, mambo haitaniendea vizuri sana. Hivyo ndio nikamwambia rafiki yangu, na nikamwambia hata wewe venye unaendelea kuencourage watu kuja kanisa, venye unaendelea kuencourage watu waokoke, venye unaendelea kuencourage watu waachane na dhambi, hata wewe usipoachana na dhambi, wewe hata as much as unaambia watu, imagine hata wewe hiyo word bado ni yako, lazima hata mimi ni change. Na nikamwambia huyo rafiki yangu, hata wewe lazima uchange.
ni must, kwa sababu hata wewe usipo change na hata mimi nisipo change hakuta niendea vizuri na hakuta kuendea vizuri. So as much as tunaambia watu wa change na watu wabadilike na watu warudie Mungu, watu warudi kwa kanisa, hata sisi we are required to do the same thing. We are required to also obey the same word. And likely the same thing is what James anaongelelea hapa. James anasema, my brethren, be not many masters. My brethren hapa anaongelesha, ukikumbuka James chapter 1 verse 1, anaongelesha wale the 12 tribes of Israel which are scattered abroad. At that time, wakati alikuwa anaandika hii barua, alikuwa anaandikia na Waisraeli. Na at that time wana Waisraeli, they were not a nation. They were not a nation called Israel kama venye sisi tunaitwa Kenya. Wao walikuwa wameambiwa na Mungu, nyinyi msipo obey Mungu, msipokana njia zangu, nitasambaratisha hii nchi yenu. And then sasa one day hiyo nchi yao, after Jesus Christ alikufa na akafufuka, miaka karibu 40 baadaye, 40 years later, the Jewish nation was no more. It was no longer a nation, and the people, it was taken over by the Romans. So they were no longer a nation. They were scattered everywhere. Now James was writing this letter to them who, because Wayahudi ni watu wamekuwa na imani kumwamini Mungu kutoka hizo enzi za kina Abraham. Wayahudi walitoka kitambo wakimwamini Mungu, huyu Mungu wa kweli, huyu Mungu mwenye alikuja kama mwanadamu anaitwa Yesu. Wayahudi wao ndio wali Mungu aliwachagua kwa ile taifa yenye watabeba hiyo imani, na wakaibeba, wakakuwa wakimwamini Mungu, wakakuwa wakimwabudu Mungu, wakakuwa nchi yao yote imebuildiwa on the foundation of Yahweh himself, kwa sababu ni Mungu alijenga hiyo taifa na akawabeba all through. Akawabeba all through. So unakuta sasa hata background ya Old Testament na New Testament iko based on Israel, kwa sababu wao ndio wenye imani. This faith that we now have, sisi kama mataifa, sisi kama Gentiles, ile faith yenye sisi tuko nayo, tunamwamini Mungu, tunamjua Mungu, tumeokolewa na damu ya Yesu Kristo. That faith ilikuwa originally the faith of the Hebrew people, of the Jewish nation. So James, at this time, because they are not a nation, James anatumia this opportunity to write to them and to encourage them, kuendelea kuambia kwamba Mungu bado yuko, kuendelea kuinsistia kwamba waendelee kujikaza katika njia ya imani. Anaendelea tu kuwapatia mawaidha. Ni mawaidha mengi anawapatia. Kwa sasa ni individuals sasa watapata hii barua, na sasa hapa sasa watakuwa encouraged. Wataambiwa, my brethren, sasa nyinyi Wayahudi. Na sasa juu sasa sisi tumekuwa grafted. Tumeingizwa kwa hiyo line ya Wayahudi. Sasa sisi kama Wakristo wanaingianga kwa hiyo line, kwa sababu sasa tunaanza kuungana na Wayahudi kumwabudu Mungu, yule Mungu mwenye aliumba mbingu na nchi, huyo Mungu mwenye alituumba sisi. Sasa tunaungana na Wayahudi. Hakuna watu wengine huwa wanaabudu Mungu, huyu Mungu mwenye alituumba sisi. Watu wengine wanakuanga very off. Watu wanakuanga tu right ni the Israelites na the Christians. Hao ndio wanaabudu Mungu wa kweli, kuongea ukweli. Hiyo si uongo. Na sasa hapa James anatuongelesha, akiwaongelesha wale, kwa sababu hata sisi kama Christians hatuko mahali pamoja, hatuko tu kwa nation moja inaitwa Kenya. We are not just in one country, we are not just in Africa, but we are scattered all over the world. This Christianity iko all over the world. Na hapa James anasema, my brethren, you who are scattered everywhere, anatuwan na anatuambia, be not many masters. Msikue watu, Biblia ya Kiswahili inasema walimu wengi. Na master, ukitaka kujua master kwa hii wakati, kwa sababu hii ni wakati wa New Testament, hii ni wakati Romans na Greeks walikuwa wana rule the nations, na hiyo wakati kulikuwa na slave trade.
kulikuwa na sijui slaves kwa Kiswahili wanaitwa aje, lakini slaves, I'm sure tunaelewa slaves ni akina nani. Au ni watu wenye wanafanyia kama for instance kama Black Americans wenye wako Amerika sahi, hao wazazi wao walikuwa wa Afrika. Sasa wazungu wenye walidiscover the continent of Africa, wazungu walikuwa already wamechanuka sana, si kama Waafrika. Waafrika bado hatukuwa tumejua mambo mengi, hatukuwa tunajua kuandika, hatukuwa tunajua kusoma, lakini tulikuwa na njia yetu ya kuishi. We had our own African style, African way of living. Stories zetu na za ancestors wetu zilikuwa zinapasiwa through stories, through kuongea, hatukuwa na stories za kuandika na kusoma. Lakini wazungu walikuwa wamesha advance into those areas. So penye walikuja Afrika, walichukua some of the men and women wa kutoka Afrika, wakawapeleka Amerika, wakawapeleka Europe, wakaenda nao Asia, wakaenda nao ndio wakuwe slaves wao, wakuwe sasa wale wa kutumwa everywhere. So huyo mzungu yeye ndio alikuwa anaitwa master. Yeye, hii jina master inarifaa kwa huyo mtu mwenye ako na watu wenye wanafanya kenye yeye anasema. So kukuwa a master inamaanisha wewe ni mtu mwenye watu wanafanya kenye wewe huwa unasema. Watu wanakusikiliza, watu wanakufuata, yani kuwa master saa hii inakuwa compared kwa hii times zetu, inakuwa compared kama mtu mwenye anaandikana kazi, kama wewe you are an employer, kama wewe ni boss. Ukiwa boss na umeandika watu kazi, hao watu wenye umeandika kazi, hao watu huwa wanafanya kenye wewe huwa unasema. Hao watu wenye umeandika kazi huwa wanafanya kenye wewe unasema. Hebu huwezi patia mtu kazi, umemwambia okay, mimi ninataka kila asubuhi uko unaamka unafagia hapa na unanioshea gari. Hiyo ndio kazi nimekupatia. Huyo mtu akiamka asubuhi anaenda kwa shamba, anaenda kufanya vitu zenye wewe hauko umemwambia afanye. Huyo mtu hata wewe si like hivyo, si venye kunaendanga. Huyo mtu hakusikilizi, kwa sababu wewe kama master, a servant, your servant, ama mtu mwenye anakuserve, anafaa kuwa akifanya kenye wewe unasema. Kwa hivyo James hapa akisema tusikue sisi kama Wakristo, tusikue masters wengi, yani tusikue tunajitakia kuwa masters. Anamaanisha kwamba tusikue wale watu wenye una desire kuwa unasema kitu and then watu wanakufuata. Number one, kwa kama Mkristo usikue, especially na hii imani yetu, usikue mtu yule wa kutamani watu wakufuate kwa sababu ya kenye unasema. Juu watu kufuata kwa sababu ya kenye unasema. Hii kuongea iko na nguvu mingi sana, kwa sababu usiponiongelesha mimi siwezi jua kenye wewe unataka, siwezi jua kenye kinaendelea na maisha yako kama hautaongea. Kwa hivyo hii kuongea ndio inaletanga control. Hebu imagine mzazi control yenye ako nayo juu ya mtoto wake ni kuongea. Kama mzazi haongei na mtoto wake, huyo mtoto hajakuwa controlled. The parent is not a master. A parent can be a master because watoto wanasikilizanga wazazi. Children listen to the parents. So naona hapo pia kuna another illustration ya kuwa a master. So James akisema be not many masters, anamaanisha ya kwamba usikubali kuwa yule mwenye watu like, usitake sana kuwa yule mtu mwenye watu wanapenda kusikiliza sana ama wanafuata sana. Tusikue wengi, be not many masters. Tusikue wengi wenye tunataka kuwa wale watu wenye watu wanafuata kenye tunasema. Tusikue hivyo.
Kwa sababu gani? Kwa nini tusikue masters? Tusikue, unajua hata walimu by the way, ndio maana hata Biblia ya Kiswahili inatumia be not many teachers, ama msikue walimu wengi. Inatumia hiyo kwa sababu walimu huwa kenye mwalimu anasema hivyo ndio wanafunzi huwa wanafuata. Unaweza ingia kwa class na haujui anything, lakini mwalimu akikuja mbele yako na aanze kuongea na aanze kusema kitu, unatoka ukiwa hapo ukiwa umechanuka, in a way that unapata a new understanding, a new revelation. Venye mwalimu ameongea unapata kufunzwa, wewe mwenyewe unafunzwa. You are being taught. The teacher teaches you. Sasa yeye ni kama master. He's like a master because anything that he tells you to do, you're going to do because he's the teacher. He's the teacher. He's the one who is telling you what to do. So unakuwa a servant of the teacher. Na sasa James anaendio maana anaingilia, anataja hawa walimu. Anasema msitake kuwa walimu wengi, msitake kuwa like nyinyi wote mnakuwa walimu. Nyinyi wote ikifika ni mambo ya kanisa, ikifika ni mambo ya wokovu, nyinyi wote sasa mnataka kuwa walimu. Nyinyi wote msikue yani anatukosha. It is a word of caution. Anasema asemi ati tusikue walimu, asemi ati kukuwa na walimu, kukuwa na pastors, hiyo watu wafai. Anaisema as a word of caution. Anasema be very careful when you have decided to be a person who people listen to and to be a person who people are watching. Be not many masters. Kwa nini ukuwe careful? Why is it a word of caution? It is a word of caution knowing that, hivyo ndio anaendelea kusema, knowing that we shall receive the greater condemnation. We shall receive a greater condemnation. Utahukumiwa zaidi. Yani msiwe walimu wengi mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. So kwa sababu unajua sasa kama mwalimu kama mwalimu wetu yule mwenye alikuwa anatufunza tukigrow up, akatuambia 2+2 ni 8. 2+2 ni 8. Mimi kama mwanafunzi, mimi nilikuja kwa shule kama sijui 2 ama 2+2 ama 8. Sasa ni yeye amenifunza, ni yeye ameniambia kenye ninafaa kujua, na ameniambia 2+2 ni 8. So mimi kama mwanafunzi, I pick that, I take that and I accept that to be true. But in reality, it is not the truth. 2+2 is not 8. That is not the truth. So ukiwa mwalimu una receive the highest condemnation because wewe unaweza kuwa responsible kwa kupoteza watu. Unaweza kuwa responsible kwa kufunza watu uongo, kwa kufunza watu njia mbaya na njia ambazo zimepotoka na njia ambazo ni ovu. As a master, that is why anatu caution. His caution inasa kituambia ya kwamba mkijua ya kuwa sisi kama walimu, sisi wenye tunasimama mbele ya watu kuwa direct, sisi wenye tunasimama mbele ya watu kuambia kenye tunafanya, sisi kama wazazi venye tunaongoza watoto wetu, sisi kama viongozi, kama politicians, kenye tunasimama kuambia watu, hata saa hii ni interesting politics za Kenya venye zimekuja zikakuwa. It is very interesting right now because sasa politicians wanasimama sasa, wao ndio masters hii area. Wanasimama and they are telling us about a lot of things, and you know they are not aware of this scripture. Ni kama hawajui, kwa sababu watu wengi wanatudanganya. A lot of people wanaongea uongo, wanasema vitu zenye hawawezi fanya, vitu haziwezi make, vitu indeed haziwezi kuwa reality yenye itabadilisha hii nchi. What they are saying is not what is going to happen. Unaona? So like hawajui ya kwamba kenye wanasema ndio itakuja tu kuwa judge. Kenye inasema ndio inapoteza watu. Mtu anasimama anaongea uongo, anapoteza watu, anatupa watu. Sasa watu wanaenda kufuata mtu mwenye hata yeye mwenyewe haelewi kenye anasema. And that is so sad. That is very sad.
Lakini sasa James yeye anakuja na caution, a word of caution, anatuambia kwamba sisi kama mtu, wewe kama unajielewa, wewe ni yule mtu mwenye unasimama mbele ya watu na watu wanakusikiliza. Be very careful with what you're saying, because what you're saying is going to judge you. What you're saying, be very careful as a master, as a teacher, as a parent, as a politician. Whatever you are saying, kenye unasema, kenye unaongea, that is very you need to take that very serious. Usichukulie mzaha kenye unasema. Hata mimi mwenyewe nikiwa tu hapa, kenye ninasema saa hii, I don't have to take it lightly. I have to take it with as much caution as possible, because somebody might be listening to me and nipoteze huyo mtu, na asisikie word ya Mungu. Especially sisi kama Christians, we need to be very careful with what we are teaching and what we are directing as doctrine, ama kenye tuna emphasize as this is the faith, this is the Christian faith. We need to be very careful what we are telling others, kenye tunaambia Mkristo mwenzetu, kenye tuna preach, venye tuna interpret the word of God. We need to be very careful, because anybody who hears na tumpoteze, that is our fault. And another thing is that even us, we will receive judgment for everything that we say. Kama venye nilikuwa nimeanza nikisema ya kwamba yes, nimekuwa nikiambia watu wengi waingie kanisa, nimekuwa niki-encourage watu waingie kanisa, but even me, if sasa nikiambia watu nyinyi endeni kanisa, nyinyi wacheni tabia, nyinyi wachaneni na dhambi, nyinyi ingieni kwa kanisa, na mimi mwenyewe siachi dhambi, mimi siendi kwa kanisa, that if I am a master, I am a teacher, I am a director, someone telling people what to do, and me myself, I am not doing what I have said, I shall be judged. Luke 23 verse 40 to 41 inasema, lakini yule wa pili, Luke 23 40 to 41, lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, wewe humuogopi hata Mungu, nawe katika hukumu hiyo, nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tumepokea malipo tuliyoyastahili kwa matendo yetu, bali huyu hakuyatenda lolote isiyofaa. Hawa ni wale the two thieves wenye walisulubiwa kando ya Jesus Christ. Na huyu mmoja alikuwa anaingililia Yesu, anamwambia, wewe kama wewe ndio Kristo, si ujisave, si ujitoe hapo kwa msalaba, na hata sisi ututoe hapo. And then huyu mwingine akamwambia, sasa wewe kwa nini unaingililia huyu mtu, na wewe uko kwa msalaba kwa sababu ya wizi wako, hata mimi niko hapa kwa msalaba kwa sababu ya matendo yangu, kwa sababu ya kenye nilifanya ndio inanifanya nikuwe judged right now. Kenye nilifanya. So the same case na masters pia, wewe ukiwa yule mtu mwenye unaongea watu wanakusikiliza, wewe ni yule mtu mwenye you are a teacher, you are a master, you are a parent. Kenye unaambia watu, just know that it will also come back and judge you too. What you tell others will judge you too. So usifikiria that you are an exception just because wewe unaambia watu waingie kanisa, just because wewe unaambia watu waachane na dhambi, just because wewe unaambia watu waokoke na wampokee Yesu, na wewe haufanyi the same things. That does not mean that wewe it is an exception for you. No, it is not an exception for you. You must be able to be aware. You must be aware that whatever you say, you are also going to be judged by the same thing. Ndio maana nikaambia rafiki yangu, tutaambia watu waingie kanisa, tutaambia watu wa change, lakini hata wewe usipo change na mimi nisipo change, bado tuko mahali pabaya. We are in trouble. If you don't change and I don't change, yes, tunazunguka tukiambia watu ingie kwa kanisa, tunazunguka tukiambia watu mambo ya injili ya Jesus Christ, but if we do not change, watu wengine wakibadilika na sisi tukose kubadilika, then we will be in trouble. And that is what James anasema hapa, be not many masters, knowing that we shall receive
a greater condemnation, kwa sababu wewe uliambia watu lakini wewe haukufanya. Na this is the condemnation. Condemnation ni nini? Ni hukumu gani utapata? John chapter 3 verse 19 to 21. John chapter 3 19 to 21 nasema, na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru ilikuja ulimwenguni na watu wakaipenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Unasikia venye the scriptures hapa John inatuambia ya kwamba hii ndio hukumu. This is the condemnation that we shall get as the teachers. Sasa kama mimi ninahubiria watu na sifanyi, hiyo inamaanisha nini? Hii ndio hukumu ya kwamba nuru ilikuja kwa dunia. Yes, I have the word of God. I am preaching the true gospel. I am saying what is true and what is correct. Hiyo nuru imekuja kwa hiyo dunia, lakini watu waliipenda giza. Hiyo inamaanisha ya kwamba mimi nilihubiri nuru, nilishare juu ya nuru, lakini mimi nilipenda giza. Nilipenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yangu ni maovu. Yes, I might be preaching the word, I might be teaching the word, I might be correcting people. Naweza kuwa nikiingiza watu kwa kanisa, naweza kuwa asha kwa kanisa pale mlangoni kukaribisha watu, naweza kuwa a praise and worship leader, I can be a pastor or a church, I can be a leader of a fellowship, I can be a very instrumental man of God, sharing the word, having the light of God in my life. But if I do not subject myself to that light, kama mimi mwenyewe sitaipokea hiyo nuru ya ulimwengu, ninaipenda giza, hiyo giza itakuja kunimaliza, kwa maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. So inakuja kuprove I might be preaching, I might be teaching, but this is the condemnation. Hii ndio hukumu ya kwamba yes, nilihubiri nuru, yes, nuru ilikuwa, yes, Jesus Christ died for my sins, but I refused to change. Nilikataa kubadilika. Hii ndio hiyo hukumu ya James anasema be very careful, be very careful, be very careful. Whatever you are doing in the church, does it really reflect what is happening in your heart? Reflect really what is happening in your heart? Have you really transformed? Kweli umekubali hiyo nuru, ama unaiongea, unaonekana unaionesha with your signs na matendo yako ya kwamba kuna nuru? Yes, unaweza onesha ya kwamba kuna nuru, but you might fail to receive that light in your heart, and that is the condemnation. Hiyo ndio condemnation ya kwamba una preach nuru, una teach nuru, unaongoza watu kwa nuru, lakini we mwenyewe hujapatana na hiyo nuru. You have not yet received Jesus Christ as your Lord and Savior. He has not changed your life. Haujabadilika, bado unaendelea na tabia zako za uovu, bado unaendelea kufanya dhambi, bado unaendelea kutesa katika njia za gizani. Wewe ndio yule ambaye uko very aware na njia zote za gizani na njia zote za dhambi. You are very aware, but when it comes to the knowledge of Jesus Christ, you are very knowledgeable. Ukiulizwa Jesus Christ alifanya miujiza ngapi, you are very aware. Ukiulizwa vitabu za Old Testament ni ngapi, unajua ziko ngapi. Ukiulizwa za New Testament ni ngapi, ndio hizo unakimbia ukisema ni 27 haraka haraka. Ukiulizwa anything regarding the faith, you're there, you know. But this is the condemnation, that men loved darkness, ya kwamba wewe ulikataa kubadilika. And that is what James is warning us. Anatuambia yes, be not many masters, knowing that you shall receive a greater condemnation. Whatever you say will be judged. You will also be judged. You're not special. You're not special. We have to change. Even me as a teacher of the word, even me as a pastor, even me as a praise and worship leader, even me, whoever I am, even you, whoever you are, as whoever you are in the kingdom of God, with your gifts, with your perfection, which God has blessed you with,
you have to change, you have to accept this greater light, so that wakati condemnation inakuja hautapatikana hapo, in the name of Jesus Christ. For in many ways we offend all. Verse 2 inasema, for in many ways we offend all. Wewe inamaanisha like we are receiving this caution. It is a caution. It is a caution that we should not, we should be very, very careful with what we are doing. We should be very aware with what we are doing as Christians. Kwa sababu hata sisi ni wenye dhambi. For in many ways we offend all. Unasikia na James ana, kwa maana tuajikwa sisi sote pia katika mambo mengi. Kwa sababu hata sisi ni wenye dhambi. Number one, sisi tuko na responsibility ya kenye tunasema na venye tunaishi maisha yetu. Na pia hata mimi hata kama nina preach, hata kama ninafanya nini, I am also a sinner. That is why I need to be very careful with this being a leader of a church, of being a pastor. I need to be very careful. When being a head of leading a fellowship, I need to be very careful because I am also a sinner. Even the James anatuambia hapo verse 2, kwa sababu hata wewe ni mwenye dhambi. So usisimame mbele ya watu unaanza kukemea watu, unaanza kubash watu, unaanza kuingililia watu, unasahau hata wewe mwenyewe ni mwenye dhambi. Hii inanikumbusha ile story katika John yenye Jesus Christ aliletewa mwanamke mwenye alipatikana katika uzinifu, na the Pharisees, hawa walimu masters wa hiyo wakati walikuwa wanataka kumpiga mawe, kwa sababu zile sheria za Musa, ukisoma Leviticus, Exodus, Numbers, Leviticus, Moses anasema mtu yote mwenye ameolewa aipatikane kwa act ya adultery anafaa apigwe mawe na auliwe. Na hawa wakaleta huyu mdada, wakamleta mbele ya Yesu juu alikuwa anataka pia kushika Yesu, na wakauliza Yesu, sasa sheria zetu za Musa zinasema ya kwamba this lady anahitaji kupigwa na mawe. Naye Yesu yeye hakusema kitu kwanza. Wakamuuliza tena, we Yesu unasema nini? What is your opinion? Tumpige mawe tummalize sahi? Tumalize this lady right now? Yesu akainuka akasema ya kwamba mtu mwenye hana dhambi akuwe yule wa kwanza mwenye atapiga huyu mwanamke na mawe. Na Yesu akainama tena, hakuangalia tena. Na hawa watu walijitoa kutoka kwa wadogo hadi kwa wale wakubwa. Kila mtu akajitoa. Yesu akaamka tena, akapata mwanamke yako pale peke yake, akamuuliza, haya, hakuna mtu mwenye amekuhukumu? Hakuna mtu mwenye amekupiga na mawe? And the lady said, yeah, hakuna mtu mwenye amenihukumu. Na Yesu akamwambia, hata mimi sitakuhukumu. Enda na amani na usifanye dhambi tena. Unaona? Akamwachilia, akamwambia wewe enda. Sasa hao watu wenye walikuwa wanataka kumpiga na mawe, walikuwa wanataka kupiga huyu lady na mawe, they were forgetting that they themselves are also sinners. Sasa wako busy sasa kuwa masters, wako busy kuwa teachers hapa. Kusema Musa alituambia, the word of God says this, the word of God says this. Mungu hatakangi hii ndio moral standard yetu. Sisi kama Wakikuyu hatufanyangi hivi, sisi kama Wajaluo hatufanyangi hivi. Hii ndio moral standard yetu. This is our level of judging ourselves. This is what we do as a people, as a nation. Kama Kenya tunaweza sema hii ndi constitution yetu. This is what our constitution says. This is our constitution. This is blah 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 blah. Unaona, unakuwa mtrue na mfaithful kwa sheria. Unakuwa mkali inapofika kwa sheria, inapofika kwa njia ambazo sisi wanadamu tumejitengenezea ama tumetengenezewa na Mungu, like tumetengeneza ndio tuishi pamoja na amani. Hizo unakuwa serious nazo, unasahau hata wewe mwenyewe hauziwekangi. We are also sinners. We are also sinners. Unapewa caution, you as a teacher of the word of God. Be very careful when you are a Christian. Be very careful. Remember that you are also a sinner. Wewe bado wewe ni mwenye dhambi. Romans chapter 3 verse 10 to 12 inasema kama ilivyoandikwa ya kwamba
hakuna mwenye haki hata moja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata moja. There is none righteous, no, not even one. Hata mimi mwenyewe, even me, I'm not righteous. So as I am a teacher, as I am a pastor, as I am a leader in the church, I should be aware that I am also a sinner. Kwa hivyo ina change my attitude ya venye ninafunza watu, ina change attitude yangu ya venye ninaongea na venye nina interact na watu, ina change attitude yangu wakati ninasikia mtu fulani ameingia katika dhambi, ama mtu fulani hataki kuachana na dhambi. Ina change attitude yangu. Ndio nilikuwa ninaambia friend yangu, tuambie watu, tuambie watu, let us tell people to come back to salvation, to come back to the Lord, to receive Jesus as Lord and Savior, to come back to the church. Let us encourage people. Let us talk to people about this. But let us not forget that we also have a responsibility to keep our end of the deal. We have that responsibility. Tusiingililia watu, tunaingililia watu, tunaongelea watu vibaya. Sisi kama Wakristo, hata hatukui marafiki na watu wenye waliwacha kanisa, hatukui marafiki na watu waongeleshangi, wakitupikia simu hatuwezi shika, tunaanza ku behave as if we are the righteous ones. Sisi ndio wale tuko correct, sisi ndio wale tuko right. No, James anatuambia no, we are not that way. We are also sinners. We also need the mercy of God. We also need the touch of God. We also need the grace of God. We need this grace of God, kwa sababu hakuna mwenye ni mkamilifu. We are also sinners. So let us be very careful with how and what we do and everything that we do. So what next for the church right now? What is next for us? James anaendelea, if any man offend not in the word, the same is a perfect man and is able also to bridle the whole body. Kwa Kiswahili nasema, mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuizuia mwili wake wote kama kwa lijamu. Nasikia James naye anasema hapo ya kwamba when unakuwa a perfect man. Sasa ametoka kutuambia sisi wote, all of us are sinners, all of us tumekosea, tumevunja sheria, lakini James anatuambia kwamba kama unaweza ongea, kama unaweza hubiri, kama unaweza encourage mtu na wewe mwenyewe uishi hivyo, then you are a perfect man. You are a perfect man. And when you are a perfect man, you are able to be in charge of the body. Now the body that inakuwa mentioned hapa kwa James chapter 3 verse 2, it is the church. It is not his body, it is the church. James is talking about the church right now. Na anasema the one who is able to keep his word, he is also able to stabilize. Kubridle ni kucontrol. Naona venye gari, tukiendelea kusoma the other verses, utakuta James akiongelelea hii kubridle ni kufanya nini? Ama hii lijamu ni nini? Ni kama steering wheel ya gari. Ukitaka gari iende hivi, unageuza tu steering. Ukitaka gari iende hivi, unageuza steering. Hiyo steering sasa ndio bridle. Sasa to bridle the whole body, that is the body of the church, that is the church, the body of Christ. To bridle it, we need these men and women who are perfect, who keep the word of God as it is. Word ya Mungu ikisema this is the way to go, you accept it as the way to go and you live by that. Unaishi kulingana na the word of God, unaishi kulingana na kenye neno la Mungu linakuambia. Then that is how the church is able to be controlled. The church is able to be controlled by those who are true to the word, who are true to what the word is saying. That is a perfect man. But James amesha to eliminate this wote. Mimi amesha ni eliminate hapa kwa sababu number 1 amesha niambia for in many things we offend all. Amesha niambia kwamba kwa maana mimi hujikwaa kwa mambo yote. Amenikumbusha mimi, yes, naweza kuwa a preacher, I can be a teacher of the word, but I am not perfect.
I cannot be able to bridle the body of Christ. Sasa hata mwili wa church, even the church when it is left to me, church wewe ukiwachiwa, you're not going to be able to handle it. You're not going to be able to handle it. Our bishops, our pastors, the evangelists, the teachers, they are not able to control the church. Why are they not able to control the church? Because we are not righteous people. We cannot keep the word of God. The word of God, yes, the word of God, yes, is very perfect and is very good. But who can keep it? We can't keep the word of God. We can't keep everything that God tells us. Sisi ni wenye dhambi. Hata tufanye aje, sisi hiyo dhambi iko ndani yetu. Na ninakumbuka tukiongelelea in another Bible study just here in the other videos that are there, tukasema ya kwamba hii dhambi itatuacha tu ile wakati tutakufa. Ile wakati tutakufa ndio utaachanishwa na dhambi. But for the time being, wewe na dhambi, you're one and the same thing. So meaning the church, is the church out of order right now? Kwa sababu the church, who is heading the church right now? It is our pastors, our bishops, our shepherds. They are the ones who are watching over our souls. Hao ndio Mungu amewapatia responsibility of watching over us and teaching us. But the word of God also still tells us that they are also not perfect. They are also sinners. They are not righteous. Then it makes us wonder, what is next for the church? But I have good news for the church, because there was one man who was able to keep it, who was able to be a perfect man, who was able to keep that which is true. There was a man who walked on this planet who was a perfect man. There was a man who walked on this planet. He was not a sinner. There was a man who walked on this planet who fulfilled the prophets and the laws. There was that man, and his name is Jesus Christ. Hebrews chapter 4 verse 15 inasema, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, bali hakufanya dhambi. He was tempted and he was tested like us. Aliishi kama sisi, alikula chakula venye sisi tunakula chakula, alivaa mavazi venye sisi tunavaa mavazi, alikunywa maji venye sisi tunakunywa maji, alienda kanisa kama venye sisi tunaenda kanisa. He was in this world. He was here. He was here. He came. He was tempted. He was face to face with the devil. Unajua Yesu alikutana na shetani shetani mwenyewe. Sisi unakuta wanadamu, si watu wengi wanakutananga na shetani. Si wanadamu wengi wanakutananga na, kwa sababu sisi mademons tu zimetutosha. Mapepo inakuja tu na kuconfuse. Sasa unakuta mapepo tu ndio zina confusingi wanadamu. Lakini Yesu mwenyewe mapepo hazingemweza. Sasa shetani mwenyewe lazima angekuja kumjaribu. Na shetani alijaribu Yesu, akamjaribu, akashindwa. Yesu hakufanya dhambi. Yesu hakufanya dhambi. There was someone who was able. He was able to stay strong, to be true. There is no one righteous. Sisi kama wanadamu, we have failed, but there was one man who succeeded. There was one man who beat it all. There was one man who became a victorious and who became a victor for us all. That is the future of the church. This is the future of the church. Colossians chapter 1 verse 18 inasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Yeye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Jesus Christ, the man himself, he is the head of the church. Unajua hii kichwa yangu ndio ina control hii mwili yangu, ndio ina control venye ninafanya, venye ninaongea, ina control kila kitu, venye nitakula, kama nitakula ama sitakula, kama nitakunywa maji ama sitakunywa maji, kama nitaoga ama sitaoga, kama nitanyoa ama sitanyoa, kama hiyo ni yote inatoka, ni mawazo inatoka kwa kichwa. Kwa hivyo kichwa ndio ina control the body. Na hapa unasikia James anasema, if any man offend not in word, the same is a perfect man and is also able to bridle the whole body. He is able to control the whole body. And Jesus himself, because he is a perfect man, he's the one who kept the laws and the prophets. He's the one who has been able to keep the word of God. Him
he is the head of the church. Yeye ndiyo master. He's the master of the church. He's the one who is controlling the church. So don't be scared of going to church. Don't fault our pastors. Don't fault our bishops. Just remember who is the head of the church. He is the perfect man. We are led by a perfect man. I might be a pastor, but I am not the head of the church. The head of the church is Jesus Christ himself. I am just a man. I am a weak vessel. Kama sisi wengine wote. Sisi wengine pia, sisi wote. We are weak. We are tumelemewa. Hatuwezi keep the laws of God. We are just coming to encourage ourselves. Tunajaribu tu kujiencourage, tunajaribu tu kujitia moyo kwa sababu tuko na sahi, tuko na Roho Mtakatifu anaendelea kutushindania katika njia zetu zote. But ushindi already tuko nayo, kwa sababu there was a man who walked on this planet and he became victorious. Hakufanya dhambi hata moja. He did not sin. He's a perfect man. And him who is a perfect man became the head of the church. Wala hakishiki kichwa ambacho kwa yeye, Colossians chapter 2 verse 19. Colossians chapter 2 verse 19, wala hakishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukirukuzakiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. All of us are connected to the head. Mikono zangu zimeconnectiwa na kupitia kwa nerves, kupitia kwa spinal cord, imeconnectiwa na the head. So there is able to send signals all over. Hata kale ka vidole zangu za miguu, sasa inaweza kuwa nikiongea hapa, lakini vidole zangu za miguu hata hizo zinakuwa controlled kutoka hapa kwa kichwa. The head is Jesus Christ. He is the one who is able to control the church. He is the one who is able to keep us in the church. So hata tusingangane sana kukuwa masters, but let us leave it to Jesus Christ. Naacha nimalizie na Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 24 inasema ya kwamba no one can be a slave to two masters. He will hate one and love the other. He will be loyal to one and despite the other. You cannot serve both God and money. Jesus is the master. Jesus hapa ana imply that he is a master. That is why this sermon is called Master Jesus, because sisi wengine, wacha James anatukosha, anatuambia yes, become teachers, become masters, become leaders of the church, but with caution, knowing that you will receive a greater condemnation, meaning that you have to also obey what you're saying, what you're teaching. You also have to obey. And number two, you're also a sinner. Remember that you are a sinner. But he tells us that there is a perfect man, and his name is Jesus Christ, who is now the master of masters, Master Jesus. And Master Jesus is able to control the church. Me, nikiwa kwa church, I know that I will be okay because Jesus is controlling my life. Yes, ninajua kuna dhambi iko ndani ya maisha yangu, ninajua nitaachana nayo wakati nitakufa, but he is in control. He is in control. Naona kama hata ibantana yenye nimevaa hapa, hii mkono inaweza sikia hii kitu ni mzito, sitaki hii kitu, sitaki, lakini juu ninaweza itoa, kichwa inaweza decide toa hii kitu, toa. Yeah, that is the same case. Tunaweza kuwa dhambi is nothing. Ninaweza kuwa kitu kama hii iko tuko nayo, tuko max tunayo sisi wote, lakini he who is the head can decide to remove it. And that is why we need to stay there. Tukae kwa church, because the head is in control. And the head is not a weak man like me. He's not a sinner like me. He's not an unrighteous man like me. He is a righteous man. He is a perfect man. He kept the laws. He fulfilled the prophets. He, Jesus Christ, he is the master. In this moment, I just want us to just go before God, and I just want us to just thank the Lord and just worship him as our master. Tell him to take control of your life. Tell him to take control of your family. Tell him to take control of our nation. Tell him to take control of everything that you have.
because He's Jesus. Things might seem that they are failing, but Jesus is in control. As long as Jesus is the head, as long as He is the master, as long as Jesus is the master, everything will be fine. Let us just pray together. Let's just go before God in the mighty name of Jesus Christ. And Father, thank you so much, because Father, you are our master. Jesus, you are our master. In this moment, Baba, mimi sitaki kubishana na wewe, mimi sitaki kushindana na wewe. Mimi nataka wewe uniongoze. Ninataka wewe ukuwe tu wangu. Nataka tu Mungu wewe unilinde Baba. Mimi ninakupatia maisha yangu. Ninakupatia jamii yangu. Ninakupatia kanisa letu Baba. Ninakupatia Mungu hata nchi yetu Baba. Ninakupatia Mungu marafiki zangu, ndugu zangu Baba. Mungu wote ninakupatia. Baba, viongozi wa taifa hili Baba ninakupatia. Wewe ambaye unatuongoza Mungu, ninakuachia yote. Ninaacha wewe kama kichwa utuongoze Baba. Na uko hapo hujampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, hii ndio wakati wa kumfanya Yesu akuwe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Let Him be the master of your life. You cannot serve two masters. You will either hate one and despise the other. You will either hate one and love the other one. And so you cannot serve two masters. You'll just have to leave Jesus to be the master of your life. Let Him be the master of your life. Let Jesus be the master of your life. Say, Lord Jesus, I accept you as my master. I accept you as my Lord and my Savior. I repent of all my sins. Forgive me, Jesus. I am sorry, Father. Forgive me. Forgive me. Wash me in your blood. In the name of Jesus Christ. And if you've prayed that prayer, let me just pray for you. And Father, I pray for the millions who have prayed this prayer. And I pray that, Father, Lord, you shall touch their lives. You shall remember them in all their situations. In the name of Jesus Christ, I pray that you shall be indeed the master of their lives. And even as they continue in their lives, Father, I pray that you shall bless them. You shall walk with them and you shall go with them in the name of Jesus Christ. I bless you, Jesus. I worship you this particular day because you're taking charge and you're taking control in the name of Jesus Christ. I bless you and I worship your name. In Jesus' name I pray. Amen. And if you've prayed that prayer, and even if you've not prayed that prayer, but you have listened, I will just encourage, tuendelee kwenda kwa church, tuendelee kuleta watu kwa church, because this is where we shall meet with our master. This is where we shall meet with the perfect man who is able to control the church. The church is not like the government. The government might fail. The church is not an institution kama mashule ama kama mabiashara ati siku moja zitakuja kuanguka. Makanisa zinaweza fungwa, yes. Milango za makanisa zinaweza fungwa, mijengo zinaweza fungwa. Watu wanaweza kosa kuanza kugather, mali walikuwa na gather. Watu wanaweza acha kugather. Fellowship zinaweza isha. But the church, which is headed by Jesus Christ, will never finish. It will never die, because He's a perfect man, able to control that body, which is the church. God bless you. Let us meet next week as we continue discussing James chapter 3. Amen. Be blessed. Have a lovely day. Amen.